tunawapongeza kwa kuchukua hatua kwenye kila jambo ambalo wenzetu wa vyombo wamewapa taarifa, wamewapa dondoo, mmechukua hatua. Endeleeni na hizo hatua. Msionee watu wala msiogope watu. Wanaofanya makosa wanastahili adhabu. Wala sio kwamba mna roho mbaya. Mnatimiza wajibu na kiapo mlicho hapa. Kwa hiyo twendeni tusonge mbele. Mimi nitaendelea kufuatilia hatua ambazo zinachukuliwa. Niendelee kupongeza mwenyekiti wetu wa chama mkoa, ndugu yangu Peter Toima, kwa pamoja na timu yako yote. Kweli mmeshiriki kikamilifu kwenye ziara. Mngeweza kusema ni ziara ya serikali, mkaendelea na ratiba zenu, mkasubiri ziara za kichama, lakini hamjafanya hivyo. Nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama. Tumemaliza ziara ya mkoa wa Manyara. Madhumuni ya kikao cha leo ni kujumuisha masuala ambayo yalijiri na kukazia maelekezo katika baadhi ya maeneo ambayo tunajua tumetoa maelekezo ili tuweze kwenda kuyafanyia kazi. Maelekezo ambayo ni ya masuala ya mahususi ambayo nimeelekeza katika baadhi ya maeneo, ninaweza rejea katika ujumla wake. Moja, nilisemea tupange vizuri bajeti zetu, tubaini maeneo ya shule yasiyo na maji, zahanati zisizo na maji, vituo vya afya visivyo na maji kwenye huduma za afya, kama sehemu ya vipaumbele tunapokwenda kwenye programu ya kupeleka maji kwenye kila kijiji. Tubaini maeneo ambayo yana upungufu yanayoitwa matundu ya vyoo. Tunapokwenda kwenye bajeti iwe moja ya jambo la kipaumbele. Hilo ni moja ya jambo la kipaumbele ambalo tunatakiwa tuizingatie. Na nimesema miezi 6 baada ya utekelezaji wa bajeti mpya, halmashauri ambayo itagundulika haina matundu ya vyoo, after some 6 months, kwa kweli tutachukua hatua. Nimeelekeza pia miradi ya maendeleo isiwe siri. Nasemea hapa na maeneo mengine kote waisikie hiyo. Miradi ya maendeleo sio siri. Na fedha za miradi ya maendeleo sio siri. Nimesema Mheshimiwa Katibu Tawala, ukishapokea fedha na wewe ndo afisa masuhuli wa mkoa, ukishaanza kugawa fedha kwenda kwenye halmashauri zetu, ukishapeleka kwenye halmashauri, nakala mpeni mkuu wa wilaya, nakala mpeni mbunge, na inakotekelezewa kwenye kata inayohusika mpeni na diwani wa kata. Sio siri, miradi ya maendeleo sio siri. Ninyi mnawachukuliaga hawa wawakilishi kama wawakilishi tu. Lakini hawa ni watu wanaosumbua kweli serikalini kufuatilia miradi ya maendeleo. Haipendezi. Fedha imeshakuja ya mradi wa maendeleo, afu mbunge anaendelea kuhenyeka kufuatilia kwenye ofisi za mawizara. Na sisi tunajenga nyumba moja. Why? Kwa hiyo hii sio siri. Mkuu wa mkoa taarifa anatakiwa awe nazo zote. Mkuu wa wilaya anatakiwa awe na taarifa zote. Ndio. Kwa nini asikie pembezoni kwamba kuna jambo la aina hii? Twendeni tufanye hizi kazi kwa pamoja ili tuweze kusaidia kusukuma gurudumu la maendeleo mbele. Mkurugenzi wa wilaya ya Simanjiro, fanyeni tathmini ya gharama za ujenzi wa ukuta. Siku ile ulitaja wananchi wakazoma wote. Maana yake waliangalia ile gharama wa kuielewa kabisa kwamba hii iko. Fanyeni tathmini halisi. Tujue
ukuta wa shule ya sekondari ni kiasi gani. Tengeni fedha kutoka mapato ya ndani. Ni jambo la hatari kwenye wilaya ambazo ziko na mchanganyiko wa wanyama wakali. Kuwa na shule alafu yuko hewani tu. Wanyama wanapitaga njia yao tu. Wanaenda kwenye ukanda fulani, shule zetu ziko wazi. Tunahatarisha maisha ya watoto wetu. Lakini pia hoja ilitokea watoto wanazagaa mtaani. Kwa hiyo tuifanye, na vile vile tufanye pia ufumbuzi kwenye shule ya sekondari ya Kibaya, na kwenyewe watoto wanazagaa hadharani. Hii ni halmashauri ya Kiteto. Tuzingatie hiyo. Tuzingatie maombi ya bweni kwa wanafunzi kutoka kijiji cha hii ni Muslo Dimani. Hii kiko sehemu gani? Ni Mburu vijijini. Inaitwa Dinam. Pale tulipopita. Wameandika Dimani, hii wameikosea hii. Sasa ile mheshimiwa diwani yule ama mheshimiwa mbunge mwenyewe tutafutie akaunti ya shule ile, ili mwezi ujao tuwapatie hiyo ya bweni lao. Mheshimiwa naibu waziri, ongea na waziri na katibu mkuu tuwapatie hiyo. Sio fedha ya kutisha. Wapate hilo bweni, watu waungwana kabisa wa hiyo kata. Nimepokea dondoo za migogoro. Na mimi nawatonya. Msiponisikia mtakutana na anayeongea kwa kalamu. Sisi wenzenu kule mawaziri, wakati tunaapishwa tulipewa hiyo tahadhari. Nimewatuma mkafanye kazi. Waheshimiwa mawaziri, mnakumbuka maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Nimewatuma mkafanye kazi. Nendeni mkafanye kazi. Nikisikia watu wanagombana na watoa wote. Haya ni maelekezo ya kiongozi mkuu wa serikali. Sasa ninyi huko ndugu zangu, mnaposikia mkurugenzi si na mkuu wa wilaya si nini, haya mambo hayapendezi. Nimesikia hali ya aina hiyo Kiteto, mnazo hizo rasha hizo. Mimi nimetangulia kuwatonya, acheni hiyo. Jikiteni kutatua masuala ya wananchi, kero za wananchi, kusukuma miradi ya maendeleo, kusimamia miradi ya maendeleo. Kwenye eneo ambalo pana matatizo kama yale, mnatoa wapi muda wa kugombana? Eti watu wa Kiteto, mnatoa wapi muda wa kugombana? Zimechotwa fedha kwenye miradi ya maendeleo. Na hiyo nimesema tutachukua hatua. Zimechotwa fedha kwenye minada. Ninyi mnatoa wapi muda wa kugombana? Hili ni onyo lenu la mwisho. Mimi nitaendelea kutumia vyanzo vyangu kupata taarifa. Acheni mambo binafsi. Acheni ubinafsi. Fanyeni kazi mliotumwa. Kila mtu ana nafasi yake. Mnagombania kitu gani? Mkurugenzi, unataka kuwa mkuu wa wilaya? Unataka kuwa mkuu wa wilaya? Mkuu wa wilaya yako atoshi? Mnagombania nini? Aibu hiyo. Wewe unataka kuwa mkuu wa wilaya? Mnagombania nini? Mnatoa wapi muda wa kugombana na fedha ya umma imepotea pale? Mkuu wa wilaya unataka kuwa mkurugenzi? Mnakaje nasikia minongono huku na huku? Mwenyekiti wa halmashauri,
nimefanya ziara, nimesikia hiyo, nitathibitisha, nimeshatuma watu wangu nipate uthibitisho, lakini nimewatonya. Acheni. Sisi wala hatuhitaji muwe marafiki. Hatujawatuma mkae marafiki. Sisi tumewatuma mkafanye kazi. Ndio. Haya, kaeni. Tumechukulia kwamba umri wenu ni mdogo mdogo, tuwape kwanza fursa ya kuwaonya kwamba msifanye mambo ya aina hii. Babati mjini. Shida yenu nini na nyie ni nini? Nini mnagombania? Eti mnamdharau mwanamke? Mkuu wenu wa wilaya hatoshi? Mnataka kuwa mkuu wa wilaya? Shida iko wapi? Tunataka miradi iende. Ninyi mnakaa kila siku tunapata vidondodondo vya hivi. Mnajitambua kweli dhamana mliopewa kweli? Sitaki kusikia mambo hayo. Na narudia tena kusema, wala hatujawatuma mkatengeneze urafiki. Tunataka mfanye kazi. Mnatoa wapi muda kusikia mizozo? Watu wa kata wakisikia wafanyeje? Yaani kama kuna mzozo wa wilayani, mnataka watu wa kata wasikie wafanyeje? Kwa kero zile wananchi walizo nazo, mnatoa wapi muda nyewe wa kugombana? Tujikite kutatua kero za wananchi. Ndio. Tunataka watu wajikite. Watu wapoteze muda kupambana na kero za wananchi. So majungu, umbea. Haya, tukae. Hanang. Mkurugenzi yuko wapi? Mkuu wa wilaya? Mwenyekiti wa halmashauri yuko wapi? Tumemaliza uchaguzi juzi tu. Ninyi mmeanza kupangana safu. Unajua ningekuwa naongelea Dodoma sijafanya ziara, mngesema nasingizia wananchi hawana kero. Nyie hamjaona wananchi wakiwa na mambo yao? Eti ninyi hamjaona? Hamjaona? Mnapata wapi akili ya kuwaza uchaguzi mara hii? Tumetoka juzi kwenye uchaguzi. Nyie mnaanza kupangana na uchaguzi badala ya kushughulika na kero za wananchi. Napangana safu. Mtapitia chama gani? Na ninyi wataalamu mnapangana safu za nini? Nyie mmetumwa kwenda kutafuta wabunge Hanang. Tunataka watu wajikite kushughulika na kero za wananchi. Ndio, watu wajikite kushughulika na kero za wananchi. Kila ngazi watu wapambane na tushughulike na kero za wananchi, tushughulike kusukuma miradi isonge mbele, miradi ikamilike kwa wakati, ikamilike kwa ubora. Mwenyekiti, unataka kuwa mbunge? Haya, tukae. Ndugu viongozi na watendaji, kutokana na umuhimu wa sekta ya afya, serikali imeendelea kujenga na kukarabati miundombinu ya kutolea huduma za afya. Kuongeza dawa, vifaa tiba, vitendanishi katika vituo vya kutolea huduma za afya pamoja na kuimarisha huduma za kibingwa na za kibobezi, bingwa bobezi, kuweka mazingira wezeshi na kuikaribisha sekta binafsi pale ambapo tunaweza tukatumia njia hiyo. Leo niliridhia kutembelea na kukagua jengo la mama na mtoto katika hospitali ya Haydom
ikiwa sehemu ya serikali kuunga mkono jitihada hizo za kushirikiana na sekta binafsi. Nielekeze Wizara ya Afya na uongozi wa mkoa mweke kipaumbele cha kutembelea hospitali zinazoendeshwa na taasisi mbalimbali ili tujue wanakutana na matatizo gani. Kesho wananchi wa kuzunguka hospitali ya Haydom walitaka niwe na kikao nao. Sasa mkuu wa wilaya utaniwakilisha katika eneo lile mnalofanyaga mkutano. Mheshimiwa mbunge waandae watu wako, mkuu wa wilaya ataenda aongee nao katika eneo tunalofanyaga mikutano pale Haydom. Nyinyi mnajua. Nimepokea lile ombi nikaona ni muhimu kwa mkuu wa wilaya tuwakilishe. Tutajua mahitaji yao ilikuwa ni nini. Kwa upande wa sekta ya maji tumepokea hoja kama ambavyo tumetoka kuzijibu, maelekezo mahususi, na Mheshimiwa Naibu Spika upo, nilisema na pale tuendeni tuwaunge mkono wenzetu wa Wizara ya Maji. Maji hayana mbadala. Tuwe na budget, tutumie mitambo ile kwa kadri iwezekanavyo. Mitambo hiyo isikaekae. Sisemei nyie watu wa Manyara, lakini upo utaratibu wa watu kupenda kutekeleza miradi ya zabuni. Utashangaa bajeti zinatanguliza kwenye zabuni, bajeti inapatikana ya zabuni. Lakini tuna mainjinia na tuna mitambo. Hivi kweli nyie mainjinia mliopo mnashindwa hata kujenga bwawa? Wazee wetu walikuwa wanajenga mabwawa kwa jembe la mkono. Ninyi mnashindwa kutumia mtambo kujenga bwawa kweli? Au kwa sababu mimi sio engineer? Kwa hiyo kila halmashauri, kila mkoa jipangeni. Sisi na wenzetu wa wizara ambao wanafanya kazi nzuri sana na bunge kupitia Mheshimiwa Spika hapa, tutaunga mkono nyongeza ya bajeti ya maji. Muwe na fungu la kuchimba visima, muwe na fungu la kujenga mabwawa, tuwatoe wananchi kwenye shida ya maji. Hiyo ni ahadi ya Mheshimiwa Rais, ndio maana akanunua mitambo hiyo. Ndio, amenunua mitambo, na nchi yetu ni moja ya nchi ambazo maji yanazagaa sana. Kila eneo ambalo hata ambalo unalijua kwa ukame mkali, mvua ikinyesha unaona maji yametapakaa. Na mitambo ipo. Twendeni tukajenge mabwawa hayo. Kwa hiyo tujipange na hilo pia. Kwenye miundombinu, Mheshimiwa Naibu Waziri ameelezea vizuri barabara ambazo zitajengwa. Tutakuwa na kikao. Tutafuatilia maeneo ambayo yanahitaji fedha. Tulishakubaliana na wenzetu wa fedha, tukirudi Dodoma tarehe 11 tutakuwa na kikao kingine ili tupate fedha za kukwamua miradi iliyosimama, lakini pia na kufanya miradi ambayo malipo yao hayajatoka, malipo hayo yatoke ili kazi ziweze kuanza. Yale maeneo mengine ambayo nilielekeza wenzetu wa vyombo wafanye uchunguzi, hizo taarifa nitataka nizipate mwenyewe ili ziweze kunisaidia kufanya maamuzi. Tuna migogoro mingi sana ya ardhi. Tutaleta yale ambayo yanaangukia ngazi za mikoa. Yaani Mheshimiwa Waziri, tutaandika yale yote ambayo yanakuja wizarani. Tengeni watu wa kufuatilia, mahususi wa kufuatilia mambo haya. Lakini tenge watu wa kufuatilia, mahususi wa kufuatilia haya mambo. Hatutaki mambo ya mafaili. Tunataka suluhisho. Hatutaki kumbukumbu namba. Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, hatutaki kwamba jambo hili lilishafika kwa kumbukumbu namba hii. Tunataka suluhisho kwamba tulipata mgogoro huu hapa, suluhisho lake ni hili na hili na tumeshafanya hili. Hatuwezi tukawa na kila eneo kuna mzozo wa ardhi na maisha yanaendelea tu hivyo hivyo. Hii haikubaliki. Na tumeshapeleka recommendation, nadhani tutakaa tupate maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhusu utaratibu mpya wa kushughulikia ya mambo ya migogoro ya ardhi. Lazima tutoke hapa tulipo kwenye haya masuala ya migogoro ya ardhi. Kwa wataalamu
wale walioenda Simanjiro, wale walioenda kwenye mashamba yale, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya lifuatilie lile eneo utakalokwama, tushirikishane. Naweza mkaja wizarani, wewe na timu yako ya watu wa ardhi, tukawa na wenzetu wa ardhi, mnakokwama mje tuyaamulie haya mambo yote ambayo tumechukua. Hoja za wananchi lazima zipate majawabu. Zisipopata majawabu serikalini, watapata wapi? Watapata wapi? Kwa hiyo haya lazima tuyafanyie kazi. Tuendelee kusisitiza, mkoa wa Manyara ni mkoa wa wafugaji, ni mkoa wa wakulima. Ninyi mnalisha, ni mmoja ya mikoa inayolisha nchi. Mna wakulima, mna wafugaji, na hawa wote ni Watanzania. Ni lazima tuwekeze kwenye mipango ya matumizi bora ya ardhi, vinginevyo itakuwa mzozo kila siku, na hiyo mizozo haiongezi ardhi, itatengeneza chuki, itaua utaifa wetu. Kwa hiyo tuiwekeze nguvu na tuwekeze kwenye kutoa elimu kwa watu wetu, kwamba hapa kama tumeshakubaliana kwamba hili eneo litakuwa la kilimo, watu wajue hivyo. Tuwekeze kwenye kutoa elimu, lakini tuwekeze pia kwenye kuendelea kuwahimiza hawa watu kwenye undugu, uungwana. Nimepita kote nikawaambia, ardhi haiongezeki hata tukauana, haiongezeki. Hata tukapigana, haiongezeki. Hata tukachukiana, haiongezeki. Tunatakiwa tuwekeze, moja, kwenye kupanga matumizi bora ya ardhi; pili, kuheshimu shughuli hizi tunazofanya. Asiwepo mtu anayetumia kiburi tu kudharau shughuli ya mwenzake. Hili halikubaliki. Waheshimiwa wabunge, waheshimiwa viongozi wa serikali, tuendelee kuwaambia wananchi hilo. Mimi nimekulia jamii ya kifugaji, nimekulia jamii ya wakulima. Nimekuwa nikiwapa mfano. Sisi ilikuwa ikitokea mifugo ikikuteleza ukalisha shamba la mtu, hata mwenye shamba asipokuona, tulikuwa tunatoa taarifa kwa mwenye shamba. Wanatafuta wazee, wanamwambia, jana wakati watoto wanachunga wamelisha shamba lako, bila yeye kujua. Wanatafutana wazee wawili watatu, twendeni tukakague. Wanaenda kukagua. Wakishakagua wanatathmini kwamba kwa kweli hapa walipitia tu hawajala. Bwana, si umeona bwana, tutawaonya tu wawe waangalifu. Inaisha. Hapa bwana, mwenzako hana chakula, umelisha kila kitu, lazima umfidie. Yalikuwa yanaisha kindugu na watu hata hawagombani. Sasa huu utaratibu wa leo, sio roho ya Kitanzania hiyo. Utaratibu wa leo wa kwenda kusimamia kabisa shamba mpaka liishe, unalisha mpaka liishe, na akija anapiga yowe unamdhuru, ili halikubaliki. Huku ni kuvunja sheria kwa makusudi. Hakuna Mtanzania yeyote tunayemchukia kwa kazi anayofanya. Hatujachukia wakulima, hatujachukia wafugaji. Ila ukifanya makosa ya aina hii ya makusudi, tutachukua hatua. Na mimi nawaambieni, anayefanya makosa ya makusudi hivyo, chukueni hatua. Msipochukua hatua, mnakaribisha watu kuchukua sheria mikononi. Na hiyo tusiruhusu nchi kwenda huko. Anayefanya makusudi, chukueni hatua kali, wala hatujamchukia. Tunamchukulia hatua kali kwa sababu tunataka kulinda Utanzania wetu. Ndio. Na haya wala msimumunye maneno. Haya lazima tuambizane ukweli. Tukiacha uonevu wa aina hiyo kwamba mtu anaenda kusimamia shamba kabisa hivi la mtu, amenunua mbegu, amenunua mbolea, amelima, awe mwingine kakodi na shamba, ameingia gharama zote, afu mwingine akachunge kwa makusudi. Hii tusiruhusu, ni kinyume cha sheria. Tuendelee kuhamasisha wananchi wasichukue sheria mkononi, kwa sababu serikali itakuwa inachukua hatua kwa kila anayefanya makosa ya aina hiyo. Na mimi niwaambieni wafugaji wenzangu, mimi mwenyewe nimetokana na jamii ya kifugaji. Kwa kuwa ardhi haiongezeki, kama mifugo yako inapenda kula mimea, kodi shamba, lima, alafu nenda kachungie kwenye shamba la mimea yako. Ndio kodi, kama mkulima alivyo kodi akalima, nenda kachungie, haina mzozo.
Lakini kwenda kuchungia shamba la mwingine huko ni kuvunja sheria. Na tusiruhusu uvunjifu wa sheria wa rejareja, uonevu wa rejareja. Tuwekeze kwenye kutoa elimu, matumizi bora ya ardhi. Na mimi niliwaambieni, mkiona eneo la malisho limepungua, halmashauri hata kwa kushirikiana na wafugaji, fidieni watu waachie maeneo. Ndio. Unajua kuna vitu tumeviendekeza tu, na ninyi watu wangu, mimi wakati niko waziri wa mifugo nilishakubaliana na wafugaji hivyo kwamba tuache hii mambo ya kuitwa kwamba mfugaji ni maskini. Mfugaji uko na ng'ombe 1000, maskini gani? Tunaruhusuje mifugo ikose malisho na ife na kuna maeneo? Twendeni hata kwa kushirikiana na halmashauri tufidie maeneo ya malisho, tupate yatengwe, yawekewe beacon, yawekewe miundombinu bora, maji, matibabu. Ndio. Sasa hii bwana, hii ya kusubiria kodi ya mwalimu anayelipwa. Mimi babangu wakati tuko kule alikuwa mpaka anawaambia, kija mkuu wa wilaya anasema huyu naye ananunuaga nyama ya kupima, mpeni mbuzi mzima akale. Mheshimiwa Naibu Waziri, nimetoka kwenye ufugaji, sasa hivi sisi wafugaji tumeshakuwa maskini. Tuko vizuri? Bwana. Mheshimiwa Naibu Waziri, wafugaji wako maskini. Halmashauri, tuendeni tutumie fursa hii kama fursa kwa taifa. Hii rasilimali sio laana, hii ni fursa. Tupangilie vizuri na tuheshimu matumizi bora ya ardhi. Hiyo ndio itakayotutoa na twende kwenye taratibu za kisasa. Tunaambiwa na wenzetu wa mipango, ifikapo 2050 wenda idadi ya Watanzania itakuwa imesha double hii iliyopo. Mmeshaiona pressure ya ardhi hiyo inayokuja. Kwa lazima tuende kwenye utaratibu wa kisasa. Na tuheshimu mipango tunayoipanga. Upande wa madini, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Madini, tutakuwa na kikao. Nakumbuka tuna mambo tuliyaongea kuhusu eneo hilo la madini. Tutakaa ili tuyaangalie kwa kina, ninyi pamoja na wadau wenu, tuje tuliangalie kwa kina ili tuweze kuhakikisha kwamba hii sekta hii inaendelea kuwa chanzo cha utajiri kwa wananchi wetu wa Tanzania, lakini na mapato ya serikali. Kwa upande wa mambo ya masoko, mtakumbuka Mheshimiwa Rais alisharidhia kwamba bajeti inayokuja tuongeze 5% kwa ajili ya miundombinu. Tuendeni tuanze kubaini maeneo yanayofaa kwa ajili ya masoko, tukipata 5%, hasa manispaa, majiji na halmashauri, maeneo yaliyochangamka. Tuende kwenye utaratibu huo. Wananchi wetu wanahitaji mikopo, tuende na lenyewe katika ufanyaji kufuatilia kazi hiyo. Hivyo masuala ya stendi pamoja na maeneo ya biashara ndogo ndogo. Tumepokea kero mbalimbali za wananchi. Hawa wananchi ninyi mnaona, waheshimiwa wabunge mtakubaliana nami, mara nyingi ilikuwaga tukiita mikutano inabidi uhangaike na kutafuta magari ya kuwapeleka wananchi kwenye mikutano. Mbunge gani ametumia gharama ya magari kupeleka wananchi kwenye mikutano? Kuna aliyetumia gharama? Wananchi wameenda wenyewe kwenye mikutano. Nini? Wana mambo yao wanataka yatekelezwe. Wametuletea, tumewasikiliza. Kuwasikiliza haitoshi. Nataka yale majedwali, nimesema mkuu wa mkoa nitakuandikia yale yanayoangukia kwenye mkoa. Bahati nzuri wananchi wataalamu wetu wamebainisha, linaloenda kwenye mkoa wameandika, linaloenda TAMISEMI wameandika, linaloenda ardhi wameandika, linaloenda mifugo kila moja wameandika. Tunataka jedwali la aina hii liwe na status kwamba hili la mwananchi huyu na namba yake hii limetatuliwa. Kwa hiyo mtapata yale majedwali pia, kila wizara mtapata. Mtafute mwananchi mmoja huyo
wala msimsumbue kusafiri. Alielezee, mchukue hatua. Tunataka tunavyoenda kwenye mikutano mingine, tunaporudi ziara nyingine, tusikilize ushuhuda kwamba jambo langu lilishakwama, sasa limetatuliwa. Kama hivi sasa mfano, nimepita watu ambao wale walikuwa wanadai chama cha waliokuwa wanadai kahawa katika amkosi zao zile, nadhani wameshalipwa bado 2 au 3 wameshalipwa. Hilo ndo tunataka, kwamba jambo limekwama tunalikwamua. Nani hawa? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, umetupa ushahidi leo, yule wale wameshalipwa. Nani yule alikuwa na kero gani ya eneo wamerudishiwa? Na hivyo ndo tunataka watu kero zao wanapofikisha serikalini zipate majawabu, and then tuendelee na mambo ya miradi ya maendeleo. Tumeshaongea la swala la fedha ya miradi. Fedha ya miradi tutajikokas tarehe 11. Tuna jambo kubwa la mpango na budget frame. Mawaziri tutajikokas kuhusu mtiririko wa fedha za miradi. Tuna jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais amelianzisha na muasisi, na limepewa jina hilo la Mama Samia Legal Aid. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, tuendeni tufanye nao kazi kwa ukaribu. Kuna maeneo hayahitaji sheria peke yake, yanahitaji pia uongozi. Tuendeni tukasaidie kutoa uongozi ili wenzetu hawa wanaofanya kazi nzuri hii ya Samia Legal Aid campaign iweze kuwa successful. Maeneo mengine ambayo yanafanyika ya kitapeli, kufanyika utapeli, forgeries, hayo sio ya kisheria. Forgeries za aina hiyo au uwezo ukaenda kukata tu rufaa kwamba huyo alifoji, hizo ni criminal. Zichukuliwe hatua za mtu akifoji, chukuliwe hatua. Masuala yanayohusiana na utawala bora kwa wananchi wetu wanahitaji wasikilizwe, wawe huru kwenye ofisi za umma. Hivi uko kwenye ofisi ya umma, utaonaje wananchi wakileta kero kwamba wao ni kero? Si upo kwa ajili hiyo? Tunatanguliza watu wachache kwenye ofisi za umma kwa sababu hawezekani Watanzania wote wakawa ofisini. Kwa tukishakuwa huko, tusione kero kushughulika na kero zao. Tupo kwa ajili hiyo. Tupo kwa ajili hiyo. Kwa hiyo tusione kero kushughulika na kero za Tanzania. Kiona shughuli hiyo ya kushughulikia na kero inakukera, tafuta kazi nyingine. Ndio, tafuta. Ukiona kushughulika na kero za wananchi inakukera, tafuta kazi nyingine. Usiposhughulika na kero za wananchi, wewe ndo unakuwa kero yetu. Sasa mimi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nitalileta lile jedwali. Nataka kila mwisho wa mwezi tujue kila mkuu wa wilaya, afisa tarafa, mtendaji wa kata alishughulika na kero gani. Wananchi hao wasituone tu tunapofuata michango. Watuone tunaporejesha majawabu ya kero zao, kwamba hapa tulikuwa na jambo hili, tumekuja kuwapa majawabu, tumelishughulikia hivi na hivi na hivi na hivi. Unajua utaratibu tumeuacha tu, una depart, umeachana na lililokuwa lengo la kuanzisha hizi ofisi kila eneo. Situpo kikao cha ndani hapa sasa hivi ambavyo ipo, kila kiongozi wa umma anatafuta kero yeye mwenyewe. Kwa nini? Hivi mnajua kwa nini watu wanasafiri mpaka mkoa kwa mkoa wanafuata ziara hii? Kwa sababu wanaona nikiifikisha, yani nikibahatika kuifikisha itapata jawabu.
Sisi wa Kristo, wale watu walikuwa na mgonjwa, walibeba tandiko tu lile analolalia, wakakuta watu wamebanana hawezi kutembea hivi, wakapita dari kwa dari wakaenda kulishushia pale alipo bwana mkubwa. Kwa nini? Imani yao ilikuwa kwamba yani hata tukimgusisha hata ili tandiko mgonjwa wetu anapona. Sisi tumekuwa mabingwa wa kupokea hoja, kero, alafu hatutatui. Sasa watu waje kufanyaje? Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kuna baadhi ya maeneo mnasema hili jambo mimi sijalisikia. Inawezekana kweli hawajaja, kwa sababu akija hamtatui. Sasa watu wamalize nauli na huko hamtatui, si kwanza wameshapoteza kile wanachohangaikia, wapoteze na nauli. Ninyi ni wawakilishi wa Mheshimiwa Rais, msijidogoshe. Amueni, anayestahili mpeni haki yake. Watu watamiminika, ndio watamiminika. Na wasaidizi wenu umeshatokea utaratibu, ninyi watu wateuliwa nyinyi wateuliwa nyinyi, mkuu wa mkoa, rasi, mkuu wa wilaya, wakurugenzi, ninyi wateuliwa ndio mmekuwa mko kwenye chungu cha moto kila wakati. Mnahangaika. Wenzenu wanakula shushu tu. Wanajua likizuka akija rais ataanza na hao aliowateua. Kuna siku tutafumua kuanzia huko kwenye grassroots huko. Watumeni wasaidizi wenu, kila mmoja kwenye eneo lake. Kila mmoja kwenye eneo lake azipandishe hizo kero, msizipate kwa nini kwenda kukutana huko na wananchi. Walete kwamba hapa kuna jambo hili tumekuletea, sisi limetushinda. Tukae tu. Huu utaratibu wa sasa kwamba mkuu wa mkoa, mwananchi mpaka yeye mwananchi mwenyewe amfuate mkuu wa mkoa. Ofisi zetu ziko wapi? Kuna watendaji wa kata umdani? Wa tarafa mpo? Kuna afisa tarafa hata mmoja hapo? Nitaka niwaulize, ni mara ngapi mmepeleka hoja kwa mkuu wa wilaya kwamba kwenye tarafa yangu nina jambo hili, mkuu wa wilaya nisaidie hili linanizidi ngazi? Mara ngapi mmepeleka? Hivi hebu unyewe kwa wilaya, ni mara ngapi watendaji wa kata wana take trouble ya kuwaletea hoja, mkiondoa wito mnapowaita nyinyi? Eti ni mara ngapi wamekaa wakapata hoja nzito za kero, zinawazidi nguvu, wakapanga safari kwenda kwa mkuu wa wilaya wasaidie? Ni mara ngapi? Kama sio ninyi, mwananchi mwenyewe anamtafuta mkuu wa wilaya. Eti kwako wanakujaga watendaji wanaleta hoja kabisa zimeandikwa, wanasubiri wito. Nasubiri wito. Hii haiwezi. Ninatolea mfano wa elimu kwa sababu mimi nilikopita huko najua. Mwanafunzi akipata shida ya jambo linalohusiana Wizara ya Elimu, anafikisha tu kwa mwalimu mkuu pale pale. Imebadilika hiyo. Eti kuna mwanafunzi sasa hivi anaenda kufuatilia jambo la namba. Mwanafunzi wa shule ya msingi asafiri kwenda kufuatilia jambo la namba ya mtihani. Sikumbuki. Mimi mpaka nikafaulu niliishia pale pale. Niliishiaga pale pale shule ya msingi pale pale. Mambo haya mengine yote yanaletwa na nikisha saini pale wanajua waliko wapeleka wenyewe. Inaenda mpaka taifani na inarudi. Sasa huu utaratibu wa mwananchi yeye mmoja aanze kumsaka mkuu wa mkoa, mwananchi mmoja kwenye hata jambo lililo la kijamii. Hata jambo la kijamii, sio binafsi, hata jambo la kijamii aanze kumsaka mkuu wa wilaya. Wasimamieni wasaidizi wenu, waambieni mnataka haya majedwali, wabainishe. Wao ndo wanaoweza kuitisha. Unaona mkuu wa wilaya wa Babati mjini, mkuu wa wilaya wa Babati mjini, imagine umeenda kutafuta ule ushahidi wewe mwenyewe, wa wanakijiji wakakwambia iko hivi. Umeweza kuupata ule ushahidi wa mzozo ule. Mtendaji wa kijiji na mwenyekiti wake wameshindwa nini kulijua hilo liko hivyo, wakaita mkutano ule, wakapata hiyo, wakakuletea minutes kwamba tulivyokaa mkutano
tumeona hili liko hivi. Hawafanyi maeneo mengi. Sasa huu ninaotoa ndio mwongozo. Wasimamieni hii kazi ya kutetua haya mambo si kazi ya ziara. Hii inatakiwa kila watu kwenye eneo lao kila siku. Hatuwezi tukatatua. Umeona hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wilaya moja hizi hoja 305 ambazo zilikuwa zimeshaandikwa mpaka muda ule. Ina maana mpaka tunamaliza mkutano inawezekana zilishafika 500. Unaweza ukatatua hoja zenye viambatanisho na kwenye mkutano hoja 500 eti. Huwezi ukatatua hizo. Hizi zinahitaji watu waliokaa pale pale kwenye eneo lilipotokea hilo jambo. Ndio. So waambieni wasaidizi wenu wote. Tuna ngazi nzuri tu, watarafa wasimamie, ninyi wasimamieni watarafa wasimamie wale wakata wasimamie wale wa vijiji. Majedwali tunayo, tujue kila kitu undani wake ni upi. Hizo ni kero moja wapo ili tuweze kuwasaidia hawa watu kutatua hizo kero zao. Sasa mengine tutayatoa tu kwa maandishi ili mengine tutayamaliza tu. Kuna wale vijana niliona nao Hanang, nikasema waje hapa. Wako wapi? Wapo nje. Mmeshaweza kuisikiliza? Mmewapata wale watu waliowanyang'anya? Na wale walionunua. Haya, nadhani kwa sababu watu wamefunga, tukishamaliza hapa tutawaita wale wengine tuwaruhusu waendelee na ibada ya jioni. Nadhani 1:00 tayari. Kwa hiyo mimi ni washukuru sana kwa mara nyingine, niwaombe mridhie kwa mara nyingine tena kuwapongeza kwa kazi kubwa. Ninaridhika ninapoona watu wamefuatilia miradi ya maendeleo. Kasoro zilizojitokeza zimerekebishwa, sehemu iliyostahili kuchukua hatua imechukuliwa. Mkurugenzi wa Mbulu yuko wapi? Mkurugenzi wa Mbulu. Yes. Safi kabisa, mmechukua hatua. Mngejidogosha, mngeendelea kulalamika na mtu anawapelekesha amwamui, hospitali isingekamilika. Mmechukua hatua. Ndio tunataka watu wachukue hatua. Ndio. Wamefanya vizuri. Mkuu wa wilaya, mkurugenzi na timu yenu mmefanya vizuri. Mkurugenzi wa Hanang, jana nilikuwa nafuatilia kila kitu, mko informed. Safi sana. Fuatilia kila kitu. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, mnafuatilia mambo. Good. Nafurahia mnafuatilia mambo yenu. Watu wawe na taarifa. Nataka wawe na taarifa. Wapi Simanjiro? Mkurugenzi Simanjiro yuko wapi? Yes. Kimbizeni na maeneo ambayo mmeshafanyia kazi, kimbizeni. Fanya kazi nzuri. Kiteto, mkurugenzi, mambo mengine tumekubebesha sio yako, lakini mkurugenzi ni ofisi. Hata kama fedha ziliibiwa kabla hujaja, wewe ndo mkurugenzi kwa sasa hivi. Kwa hiyo inabidi ukapambane kurekebisha, si ndio hivyo? Mkurugenzi si ni ofisi. Na mfungo hachagui gereza. Wewe umepelekwa eneo ambalo wenzako walishafanya makosa. Sasa wewe ndo mkurugenzi, inabidi tukupe hiyo kazi. Nenda kapambane kuhakikisha unapanyosha. Unatengeneza CV yako. Unatengeneza ni CV kwamba ulipokea wilaya iko na hili na hili na hili, sasa imenyoka. Si ndio hivyo? Ndio hivyo. Usiombee kila wakati kupokea mambo yakiwa yako tambarale. Sasa utengenezaje CV kama mambo yakiwa tambarale? Ukikuta yako hivyo ndo ukinyosha ndo CV. Sio unanipata Kwa hiyo usije ukaondoka mnyonge, afu kaanza kujifungia ukalia majitu yaliiba zamani, mimi hapa naanza kuambiwa hivyo. Mkurugenzi ni ofisi, nenda kanyosha.
Watu wengine mimi nilipoteuliwa walikuwa wananipa pole. Wewe unateuliwa katika hali, kaambia je, Kawawa aliyeenda na Sokoine aliyeenda kwenye vita vya Kagera? Mungu anapangaga kila mtu na majira yake. Ndio. Kwa hiyo wewe na wewe ni majira yako pale. Unafikiri hata sasa tu nchi zote zilipata shida sana ya COVID. Alafu eti Tanzania ndio muda ambapo uchumi ukakua zaidi. Kuna COVID, kuna nini? Kuna uhaba wa dola, kuna mzozo wa Ulaya ya wapi huko. Watu wakati tuko na tension hivi kwamba hivi itakuwaje? Hivi itakuwaje? Kwenye familia zingine, familia ngazi ya familia, baba akiondoka ghafla, hiyo familia inaishia siku hiyo hiyo. Mimi nimewahi kuziona familia ambazo zilikuwa very royal, yani za familia za hali ya juu, baba kuondoka siku ile ile. Baba kuondoka siku ile ile, familia ikaishia siku ile ile. Sisi tumepata shida ambayo haijawahi kutokea. Na wasisitizia kwamba Mungu analetaga watu kwa majira yake. Sisi tumepata experience ambayo haijawahi kutokea. Ndio kipindi hicho tukapewa mama shupavu, jasiri, mwenye maono, yani katuvusha kwenye shida, katuvusha kwenye shida ya dunia. Hamna mradi hata mmoja wa kimkakati ukapata msukosuko. Kwa hiyo ndugu zangu, eneo lilo kabidhiwa, usijidogoshe. Twendeni tusukume maendeleo yasonge mbele. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na kupongeza tena kwa mara nyingine. Mna Mkuu wa Mkoa wa site, Mkuu wa Mkoa, kila nilichokuwa na kipata Mkuu wa Mkoa alishapita, ameshakiona. Mkuu wa Mkoa, hongera sana, unafanya kazi nzuri. Mmeshachukua hatua, very good, hivyo ndio tunavyotaka. Mmeshachukua hatua. Ndio. Na niliwaambia na wenzangu wakuu wa wilaya, jambo mahakama imehukumu, ina hukumu ya sheria ya mahakama, alafu mtu akufanyia kiburi tu na wewe upo. Hivi mnafikiri kwa nini serikali ziliwekwa? Serikali ziliwekwa na vyombo vya dola kwa ajili ya kushughulika na wasio na adabu. Wewe hukumu imeshatolewa, imempa bibi mnyonge haki yake, alafu mtu anafanya kiburi tu kwa sababu anamuona yule ni bibi. Ninyi ndio mnatakiwa muingilie hapo. Ndio. Kwa hiyo twendeni, tusiogope kuchukua hatua mahali panapostahili. Wala tusionee watu. Tende haki, kwa sababu hilo ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais mara zote anasisitiza. Tusionee mtu, tutende haki, lakini tulinde haki za wale wanaotaka kuonewa na wale wanaofanya ubabe, ama kwa kudharau hali ya watu, ama kwa mfumo dume tu. Najua na mkoa huu nimekuja kuona mambo mengi sana ya mfumo dume tu, mengi tu. Ukanda huu tena, huu ndo ukanda wa wasomi huku kote huku kwenda mpaka kaskazini, lakini mfumo dume bado mnayo mambo ya kizamani sana. Mama yupo na baba alikuwepo, nyinyi watoto mmezaliwa hapo hapo, baba katangulia, mama bado yupo, alafu mtoto mnaenda kumtoa mama. Mambo ya aibu tu haya. Unamtoaje mamako kwenye nyumba baada ya baba kuwa yupo? Mambo ya ajabu tu haya. Yaani serikali muingilie kati vitu vya aina hivi vikitokea. Mama mjane bado yupo, katangulia baba tu, alafu mtoto badala utafute nyumba yako mwenyewe unaenda kumtoa mama. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye koo zenu hiyo iko sawa hiyo? Hii ni jambo la ukoo au jambo la kishamba tu? Basi kama unaipenda hiyo nyumba, baki basi umtunze na mamako. Umtunze basi. Unataka umtoe na kwenye nyumba ambayo walijenga na mume wake. Hiyo haikubaliki. Kisheria na kiubinadamu haikubaliki. Haya, Mkuu wa Mkoa, nakushukuru na kupongeza kwa mara nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na nakupongeza kwa mara nyingine. Na ninyi muendelee na ufuatiliaji wa uchaguzi.
Jamani, waheshimiwa mawaziri, nawashukuru sana. Nawashukuru sana kwa kufafanua hoja, nawashukuruni sana. Mnafanya kazi nzuri, mmeandaa majibu na majawabu, nafuatilia masuala haya. Najua mna majukumu kwenye maofisini, lakini mmeweza kujigawagawa na kuhakikisha mpo wenye ziara. Nani stop. Jambo zuri. Nimeipenda sana hiyo kwamba mmeweza kushiriki ziara maeneo yote haya. Tuendelee kuwatuma wale walioko kwenye madeski yetu kushughulikia haya ambayo sisi tumeyapokea huku site. Kwa jamani, kwa mara nyingine nyote wenzetu wa vyombo vya usalama tunawashukuru sana. Tunapita kote, tumepata tu hiyo bahati mbaya moja. Nimeelezewa mazingira yalivyokuwa, lakini tunawashukuruni sana. Kote tulikoenda tumeenda tukiwa salama. Na wote kwa ujumla nawashukuruni sana. Wenzetu wanaoturusha wa vyombo vya habari tunawashukuru sana. Asanteni sana. Waheshimiwa wabunge, kwa mara nyingine nawashukuruni sana. Nawatakia kila laheri. Asanteni sana. Tutaendelea kusaidiana kwa karibu. Sasa la mwisho tu, kama tulivyosema, kwa wale ambao wamefunga, tuendelee na ratiba kwa uhuru kabisa, ili tuwabakize. Ni nani walikuwa wahusika? Basi baada ya hapo sisi tuwasikilize wale wa shamba la wale waliouza shamba la mtu, wanahitaji milioni 2, wakauza shamba lote wakapata hela zaidi ya hapo, hata change hawakurudisha. Tusishughulikie hilo. Kwa hiyo wengine tunawaruhusu tu. Mnanipata Tuwaruhusu waendelee. Kwa hiyo jamani, chakula kimeandaliwa. Chakula kimeandaliwa. Tunawaruhusu tuendelee. Tunawaruhusu tuendelee na chakula. Waheshimiwa Naibu Spika, unaweza ukatuongozea tumbakize wa ardhi labda na watamisemi. Wengine twendeni tusaidie kuongoza msafara kwa ajili ya chakula.